Na zaidi ya yote tunataka kushukuru Mungu mkuu ambaye amwezesha kila mmoja wetu tukaletwa pamoja, tukawa na furaha ya Joy Together International, na tunaona huyu ni Mungu. We want to give you all the glory. Tunamsifu, tunamheshimu kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya ukuu wake, kwa sababu ya nguvu zake. Kama sio yeye tungekuwa aje? Hatungekuwa vile tulivyo. So sifa na shukurani zote tunapatia Mungu mkuu. Asanteni sana, na nyinyi mmekaribishwa Meru. Mkija Meru mjue mko na boma ingine huko. Mkifika Meru muulize Bali Bush, mtaonyesha pahali huko tuko. Na sisi tunawapenda sana na hatutawasahau. Na kile siku moja hata kama hatujaliko pengine tutakuja kuoshi hivi. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tuendelee kukaa na upendo wa Yesu. Ndiye alitupenda na mpaka akafa msalabani kwa sababu ya kila mmoja wetu. Na hiyo upendo ndio utatuma tukae na Mungu milele na milele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Amen. Amen. Mama anasikia tu kuongea kwa sababu ya furaha. Ametuzwa vizuri, ameongezea miti. Na tunashukuru sana watendakazi wote, ni watu wa ajabu. God bless you so much. Pia kuweza kusimama kwenye hii madhabahu na mtumishi wa Mungu, Bishop Oswald, Bishop Lukare, na wapendwa wa ajabu sana. The Lord bless you. I was also excited to see pastors all the time, Reverend the Boniface na wengine wanakuja kwa hii mikutano. Pastor Lilian, God bless you so much. Na maneno ya mwisho, wakati kumekuwa na kongamano iko na uwepo kiasi hii, maneno ya mwisho inakuwa ngumu sana. Nitasema mambo machache, na katika haya mambo machache ambayo nitasema, kuna maneno mawili ambayo nitawaachia katika hii huduma na kanisa maisha yako wewe kama Mkristo. Na ningependa kusoma katika kitabu ya Zaburi 115. Nitasoma mistari michache, mstari wa 12 mpaka 16. Zaburi 115 kuanzia 12 mpaka 16. Inakaa ni kama ombi ambao ninawaombea, na Mungu pia anasikia hii maombi. Bwana ametukumbuka, naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israel, ataubariki mlango wa Harun. Atawabariki wa mchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na awaongeze ninyi na watoto wenu. Na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Hiyo mstari wa 16 kwa Kiingereza inasema ya kwamba even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Hallelujah. Nataka kushika hiyo kidogo na niwarudishe kidogo katika kitabu ya Mwanzo. Mungu alipoumba Adam na Hawa, Biblia inasema ya kwamba aliwabariki na akawapatia nguvu na mamlaka na utawala. Kawaambia kwamba nimewapatia hii dunia muitawale. Na Mungu ni Mungu wa mipango. Tunaongea mambo ya protocol, Mungu anajua protocol sana. Biblia hapa inasema ya kwamba mbingu ni ya Mungu, naye dunia amewapa wana wa mwana. Yani
wana wa wetu ama watoto amepatia mwanadamu, acha niseme hivyo. Kwa hivyo hii dunia ni yetu na mbingu ni ya Mungu. Shetani akajua mamlaka tumepewa, ndio aliingia akaingiza dhambi, ndio akatunyang'anya utawala. Lakini mpango wa Mungu ni kwamba sisi tutawale hii dunia. Amen. Kwa nini tunasherehekea Pasaka? Ni kwa sababu Mungu alipoona mpango wake unaharibiwa na shetani, akaamuru atamtuma mwanawe kutoka mbinguni. Yesu alipokubali kuja, hangekuja kama roho, kwa sababu huko ni roho, hakuna mwili huko. Kwa hivyo akasema ya kwamba nataka kuja katika hii dunia, lakini lazima nitumie protocol. Mtoto anapozaliwa anaingia kwenye tumbo ya mama. Haleluya. Kwa hivyo Yesu akawa anatafuta, ama Mungu anatafuta pahali wanaweza kupata tumbo, ndio Yesu apitie kwenye tumbo akuje katika hii dunia. Kulikuwa na mabinti wengi wazuri warembo, na ni kama alikuwa anaenda anauliza, naweza tumia tumbo yako, nataka kuingia hapa. Namwambia mimi nataka kuweka shape, wachana na mimi. Anaenda kwa mwingine anamuuliza, naweza tumia tumbo yako, mimi bado sijaolewa, sitaki kuitwa kahaba, wachana na mimi. Akatafuta tumbo, lakini akapata binti mmoja, alikuwa bikira. Alipoambiwa ya kwamba ni tumbo tunahitaji, akasema, Bwana niko hapa, chukua tumbo. Mary akakubali Yesu aingie kwenye tumbo yake. Bwana asifiwe. Na ndio ipata mimba Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu hakuzaliwa na mapenzi ya mwanadamu. Alipobebwa kwenye miezi 9 kama kawaida, kwa sababu ako katika hii dunia boni yetu, akahitaji kuzaliwa. Wamezunguka, mahoteli ilikuwa imejaa, mahospitali ilikuwa imejaa, anatafuta pahali atazaliwa. Kuna mkulima mmoja alikuwa anafunga ng'ombe, akasema niko na hori la ng'ombe. Yesu akazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Ukiangalia maisha ya Yesu, chochote alihitaji akiwa hapa duniani, alitafuta mtu wa kumsaidia. Haleluya. So Yesu amezaliwa. Wakati mmoja anataka kuhubiri, akitumia merikebu aweze kuwa bahari ambapo atahubiria watu vizuri. Akauliza, ni nani atanisaidia na boti yake? Simon Peter ambaye alikuwa mvuvi. Wamejaribu kuvua, hawajapata chochote, lakini wakasikia Yesu akiuliza, nani atanisaidia na boti? Akasema, Bwana, tumia boti yangu. Kama Peter hakuwepo na boti, Yesu angeweza kwenda kuhubiri akiwa pale kwa maji. Kwa hivyo hata mali ambao Mungu ametupatia sio yetu, anahitaji kuitumia. Bwana asifiwe. Haleluya. Akasikia Kaisari anauliza, nani hajalipa kodi? Yesu hapo amelipa kodi, lakini hakuwa na pesa, kwa sababu yeye ametoka mbinguni. Pesa ni ya hapa, mbinguni hakuna pesa. Kama unataka pesa iko wapi? Hapa. Akaambia Simon Peter, nenda, wewe ni expert wa kuvua. Samaki ya kwanza utapata, toa pesa utalipe kodi. Hata samaki alibeba pesa ya kulipia Yesu kodi ya hapa duniani. Haleluya. Dunia imepewa wanadamu, na tuliangalia juzi hapa tukaona ya kwamba Yesu alipokufa alihitaji Yusufu wa Arimathea, ambaye ni tajiri, na ako na kaburi yake,
akaenda akatoa Yesu, akamnunulia mavazi, akamvalisha, akamweka kwenye kaburi. Alihitaji Yusufu wa Arimathea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dunia hii ni yetu. Mbingu ni ya Baba. Yesu alipofika kurudi kwa Baba yake, hakuomba wananchi ruhusa. Sasa kule alienda ni kwao. Hata yeye tu alisimama, aliwaambia tu kwa heri, alafu akapaa akaenda. Na leo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Ningependa kusema maneno mawili na Bishop Oswald aliyasema, nikaanza kuomba asinimalizie sabuni yangu. Niliomba sana because sikuwa na kitu ya kusema. Nataka kuongea kuhusu nguvu na mamlaka. Amen. Bwana asifiwe. Ya kwamba nguvu ni ile ambaye mwanadamu anapata aweze kucontrol mambo ama aweze kuwa na influence. Kiongea na wamama hapa nilisema ya kwamba mama ambaye ako na ushawishi. Wanasiasa wanaingia kwa siasa, wengine sio watafute mali because wako na mali. Lakini anajua nikiwa na nguvu ama power ninaweza control mambo. Bwana asifiwe. Lakini power ni tofauti na authority. Nguvu ni tofauti na mamlaka. Kwa sababu mamlaka ni kupewa, mtu anapewa. Nguvu unaweza jitafutia. Lakini mamlaka ni kwa. Ika unaweza kuwa kwa ofisi, uinuliwe cheo, uwe manager. Ukiwa manager kuna authority unapewa ya hiyo ofisi. Bwana asifiwe. Ama polisi wa traffic anaweza kuwa ni mwanamke, mwili wake ni mdogo, lakini ameenda akatrain pale Kiganjo, amehitimu, anapewa uniform, anapewa crown. Akitokea kwa barabara uangalie sisi yake. Bwana asifiwe. Kama ako na uniform, anaona lori imetoka Mombasa ya miguu 22, anasimama tu anainua mkono. Hata kama hiyo lori inaendeshwa na kitu kikubwa, itasimama kwa sababu ya authority. Hallelujah. Na anaweza kuwekwa hapo ile masaa anataka. Naonaga vile wanataka tu pole kuzunguka gari. Na wewe lazima ngoje hata kama uko na haraka namna gani. Hiyo inaitwa mamlaka. Bwana asifiwe. Nimegundua ya kwamba you can exercise power without authority. Unaweza tumia nguvu. Si hata wale wanaingia kwa nyumba ya watu wanatumia nguvu. Anakuja na chuma, anagoga nyumba yako, anaikia na nguvu, anachukua mali kwa nguvu, lakini hana authority. Ndio anaitwa mwizi. Hallelujah. Lakini hauwezi ku-exercise authority kama hauna power. Ndio Yesu alipokuja na mtumishi wa Mungu alisomea hapa asubuhi Luka 4, ni ya kwamba Yesu alikuja na nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Na akajua ya kwamba anaporudi kwa Baba ndio kazi yake ikamilike. Akawaambia wanafunzi, msiende kuhubiri, kila mko naye mmeona nikifanya miujiza, lakini kila mnahitaji ni authority and the power of the Holy Spirit. Kawaambia nendeni mkagoje Yerusalemu. Inakaa wakati mwingine ni kama kupoteza wakati. Si Yesu ungeturuhusu twende tukahubiri, watu wanakufa katika dhambi, anaambia nendeni Yerusalemu mkagoje. Wale watu walisikia hiyo sauti ya Yesu walikuwa watu 500. Alipowaambia nendeni Yerusalemu mkasubiri nguvu ya Roho Mtakatifu. Walipoenda hapo wamekaa
wengine hawajui watakaa muda gani, wengine wanachoka wanaenda. Walianza kwenda mmoja, lakini Biblia inasema 120 siku ya Pentecost walikuwa kwenye hiyo chumba wakiomba, wakingoja. Nimekuja kuambia kanisa, tungoje Mungu atarudi. Na tunapongoja tunapata nguvu yake. Bwana asifiwe. Wale ambao wako na siri ya kungoja katika uwepo wa Mungu, wakitoka wanakuwa tofauti. Mungu akaambia Wanaisraeli, nataka kukutana na nyinyi. Lakini walipoona vile tetemeko na radi iko, akaambia Musa, wewe nenda usikize, utuletee ripoti. Alikaa hapo siku 40 usiku na mchana. Alipotoka hakuhitaji kuambia watu mmekuwa mlimani. Najua sisi wakati mwingine unafunga siku 2 na unataka everybody ajue. Mbona leo usmile niko mlimani? Usituambie, tutaona glory. Tutakuwa na utukufu wa kipekee. Tutajua pahali ulikuwa. Bwana asifiwe. So ni vizuri sana kugoja, because walipogoja Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu alishuka. Matendo ya Mitume 1:8, Yesu akawaambia, na mtapata nguvu ya Roho Mtakatifu, na nyinyi mtakuwa washahidi wangu. Mtaanzia Yerusalemu, mwende Judea, mwende Samaria, mpaka sehemu zote ya dunia. Bwana asifiwe. Na mimi naamini kwamba kipindi ambacho tumekuwa hapa, Mungu amekuwa akituandaa kwa sababu ya kazi iliyo mbele yetu. Mungu hawezi kukupatia kazi ama wajibu bila kutayarisha wewe. Kwangu hii imekuwa station ya kutayarishwa na Mungu. Ninatoka hapa na moto ya kipekee, na nguvu ya kipekee, na mamlaka ya kipekee katika jina la Yesu. Wewe sijui kwako, mimi nimeinuliwa level nyingine. Nikitoka hapa sio vile niliingia. Haleluya. Bwana asifiwe. Najua kuna watu wanaenda kanisani, akienda nyumbani anasema, "Ai, nimebarikiwa." Nimebarikiwa sana. Alafu unaulizwa, kwani mliambiwa nini? Hata sijui nitaanzia wapi. Nakwambia tulibarikiwa. Mhubiri alisoma kitabu gani? Hata sijui nitaanzia wapi. Nakwambia tulibarikiwa. Alisoma wewe kutoka Ufunuo mpaka kutoka Genesis mpaka Ufunuo, hapo katikati, lakini tumebarikiwa sana. Hapana, sema kile umepata. Hata kama ni neno moja litakufanya uishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatupatia mamlaka, na ile mamlaka tunapata ni kwa sababu ya kifo ya Yesu Kristo. Biblia inasema Warumi 8:11, ile nguvu ambayo ilimfufua Kristo iko ndani yetu. Nguvu iliyomfufua Kristo sasa yuko kaburini, amefufuka. Kuna nguvu ilimtoa kwa kaburi. Kaburi haijamshika tena. Nimekuja kuambia kanisa, hiyo nguvu hakuenda naye, alituachia. Tuko na hiyo nguvu. Ninaomba ya kwamba tukimaliza hii kongamano, maisha yetu itakuwa tofauti. Ishara na miujiza itakuwa our lifestyle. Bwana asifiwe. Mambo ya kuombea headache na tumbo, hiyo tunatoka hapo. Ni mapepo. Haleluya. Kwa sababu hiyo nguvu iliyomfufua Kristo tuko naye. Na tuko hai. Tumepata hiyo nguvu. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba, ningependa kusoma wacha tunitaje ya kwamba kitabu ya Mhubiri 8:4 inasema ya kwamba pahali kuna neno la mfalme kuko na nguvu. Si mfalme amekuwa hapa, si Kristo amekuwa hapa. Kila neno ambalo amesema kwenye kongamano liko na nguvu. Shika
nahisi ya kwamba tukitoka hapa tutakuwa na mashuhuda mengi sana. Watu wa Mungu watapokea miujiza katika maisha yetu, katika biashara zetu, kwa sababu hii dunia Bwana wetu ndiye alimetuachia. Anasema hii dunia ni yetu. Bwana asifiwe. Kwa nini kanisa linahitaji hii nguvu? Nikiongezea kile ambacho mtumishi wa Mungu alisema, ni kwa sababu nguvu katika jina la Yesu linaleta wokovu. Paul Peter akasema hakuna jina lingine tunaweza kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Linachukua mwenye dhambi, linamfanya mtakatifu. Linachukua mwizi, linamfanya mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio nguvu ya neno la Bwana. Haleluya. Na pia neno la Bwana linasema ya kwamba tukipata hiyo nguvu, Mungu anatuondolea magonjwa ya kila aina. Kitabu ya Yeremia 30 mstari wa 17 inasema hivi: maana nitakurudishia afya. Nani anasema? Ni Mungu. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba anakuja kuponya magonjwa yetu. Hiyo nguvu ambaye ilimtoa Yesu kaburini iko na nguvu ya uponyaji. Haleluya. Na sasa hatutarudi kwa wachungaji kuambia watu ombee, sisi ni wagonjwa. Sisi wenyewe ndio tutakuwa tunaombeana wale ambao wako na magonjwa. Lakini pia Biblia inasema ya kwamba pia Mungu atatuponya majeraha. Majeraha ni kidoda. Unaweza kuwa na kidoda, inaweza kuwa ni ya kiroho, inaweza kuwa ni ya kimwili. Nikiwa kijana nilikuwa na michezo mingi sana kama vijana wale wengine. Kiangalia miguu yangu niko na alama kadhaa, kwa sababu ninapoenda kucheza na vijana na wao na kitu damu inatoka. Wakati mwingine naangalia na kumbuka hii alama nilipata wakati nilifanya kitu fulani. Maisha yetu inakuwa na majeraha aina mingi. Pengine umejeruhiwa na ndugu zako ambao mko kanisani na wao, marafiki, watu wa jamii. Mungu anasema ya kwamba hiyo yote anaponya katika jina la Yesu. Tunapotoka kwenye kongamano, usibebe mtu hata mmoja. Hiyo majeraha yote Mungu anaponya. Na kama kwa sababu utabaki na alama ni ya kukumbusha wewe uaminifu wa Mungu. Kuna wakati nilijeruhiwa hapa, nikasamea huyu ndugu, hata kama niko na jeraha, ninasema sifa kwa Bwana Yesu. Haleluya. Kwa hiyo nguvu inakuja pia kuleta uponyaji, inakuja kuponya vidonda vyetu, na pia hii nguvu inakuja kurejesha chochote ambacho tulipoteza. Shetani ni mwizi. Ameiba jamii, ameiba mali yetu, ameiba ndoa, ameiba watoto, ameiba biashara, ameiba heshima zetu. Usiku wa leo tukimalizia kongamano, Mungu anarejesha. Mungu anarejesha. Mungu anarejesha katika jina la Yesu. Kuna wanabiashara wako hapa, umesikia ni kama umekuwa jangwani, hauelewi mambo iko namna gani. Nasikia Mungu akisema wakati wa urejesho umefika. Haleluya. Pengine ukitoka hapo utasikia Mungu anakuzungumzia. Pengine pahali huko, it is not the place. You will know the place. Haleluya. Pengine ile commodity unauza is not the right one. Atakuonyesha the right one. Atakuunganisha na watu ambao watakusaidia, na Mungu atakuinua. Haleluya. Mimi nataka kushika mtumishi wa Mungu mkono. Neno alisema hapa, sijui kama mlishika. Mimi nilishika hivi.
ya kwamba Joyland hiyo jina international sio ya kuweka jina hapo, international. Haleluya. Hiyo inakuja. Kuna urejesho Mungu analeta. Urejesho wa kwanza ni wa sisi kujiamini. Unajua wakati mwingine unatoka pahali hata Mungu akikuinua unakaa kama Mephibosheth. Mephibosheth alikuwa mtoto wa Jonathan. Mfalme anamuita, "Joe, nataka kukufanyia wema kwa sababu ya urafiki wangu na baba yako." Kijana alikuwa amevunjika miguu, alikuwa kiwete. Haikuwa desturi ya kiwete kuruhusiwa kuingia kwa mfalme, lakini si mfalme amesema. Na neno la mfalme liko na nguvu. Alipoletwa, mfalme akamwambia, kutoka siku ya leo tutakuwa tunakula meza moja na wewe. Somebody in this house, unainuliwa utakaa katika meza ya wafalme. Na Mungu anasema hivi, usijidharau. Wewe sio Mephibosheth, wewe sio mbwa aliyokufa, wewe ni mtoto wa Mungu. Ni kuinuliwa, unainuliwa. Ukipata visa ya kwenda ng'ambo, ujue ni wakati umefika. Haleluya. Na usijali kama unajua Kizungu ama Kijamani ama Kifransa. Watu wazungu wakikuja huku wanaongea Kikuyu na Kiswahili, tutaenda kuhubiri. Haleluya. Na Kiingereza ikileta shida, ongea Kimeru. Roho atatafsiria. Restoration. Restoration. Ujiamini wakati umefika. Haleluya. Kuna watu wataenda pahali haujawahi kuota maisha yako yote. Haitachukua muda. Haitachukua muda. 1 year from today, kuna watu wataenda ng'ambo. Wewe hautajilipia gharama, italipwa. Wewe utapelekwa na uheshimiwe na ufike mahali ambapo ni pa juu sana. In Jesus name. Kuna hiyo nguvu kama ilifufua Yesu, inaleta mali, inapeleka mataifa. Tutaenda kuimba katika mataifa. Hapa tunaimba tana. We are going out. Am I talking to somebody? The time has come. Restoration time. Restoration time. In the name of Jesus. Hallelujah. Kuna watu wako hapa leo. Wewe hujaitwa kuja kuhubiri hapa, lakini umeitwa kama a kingdom financier. Mungu akiwa na kazi anataka ifanywe Amerika, anakupatia mamilioni ya pesa. Usafirishe watu wa Mungu waende huko. Pesa hiyo itakapofika katika mikono yako, si ya kwenda kununua mabrando ya kuuliza Mungu, hii pesa unataka iende wapi? Unaipeleka huko. Injili itasonga mbele. Aibu iliyokuwa kanisani inaisha. Jesus. Tunaheshimiwa. 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 In Jesus name. Walifikiria tuliokoka kwa sababu ya shida. Hapana.
uko disco, kwa sababu kanisani kutakuwa na kila wanahitaji ya kutosha. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunapomalizia hii kongamano, naona kuna jamii zinarejeshwa. Hauwezi kutumikia Mungu kikamilifu kama jamii yako haiko sawa. Hatuwezi kuwa tumekosana na mke wangu na ninasimama hapa na inua mikono. Jamii zinarejeshwa. Haleluya. Hiyo roho ya divorce tunaivuta in Jesus name. Vijana wetu wanakuja kanisani, tunawashikanisha na wanazeeka wakiwa kanisani in Jesus name. Washa statistics ya divorce iwe ni ya huko nje. Kanisani from the beginning tutaishi mtu na mtu yake katika jina la Yesu. Na pia nataka kusema katika anointing in this altar kuna huduma zinarejeshwa. Kuna huduma zinarejeshwa. Kuna watu wamekuwa wana struggle, wengine wanakuwa na uoga, na tulihubiriwa mambo ya uoga. Unaona uoga wa kuingia kwa huduma, kwa sababu unaangalia watu wengine, unaona vile wamekula shida. Wewe hautakula shida. Wewe umeitwa na Mungu. Yeye anasema dhahabu na fedha zake, chochote unahitaji utapata. Uwe mahali panafaa na ufanye vile Mungu anataka ufanye. In Jesus name. Ukisikia hiyo sauti, wakati wa urejesho umefika. Na wengine utaacha kazi kubwa sana, kwa sababu kazi ya huduma ndio number one. One time Billy Graham, a great man of God, amepreach all over the world. Wakati kulikuwa na uchaguzi Amerika, one party wakaona ya kwamba huyu mtu anajulikana dunia yote na Amerika yote wanamjua. Wakaenda kwake wakamwambia, tafadhali tunataka uje uwe rais wa Amerika. Akawaangalia hivi akawaambia, mbona mnanikosea heshima? Yaani mnanitoa ofisi ya kutumikia mfalme wa falme, nikuje nitumikie watu wachache hapa kidogo. Akasema, siwezi kuacha hii kazi. Hii ni kubwa kuliko ile ambayo nimeitia. Haleluya. Ukiitwa na Mungu mtumikie, umepewa ofisi ya juu sana. Biblia inakuita wewe ni ambassador. Ambassador wa mfalme wa mbinguni. Ukiingia hapa, unasema ile mfalme amesema. Haleluya. Huduma zinarejeshwa. Zinarejeshwa katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 33, hiyo ndio neno langu la mwisho ninapo malizia hapa. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 33. Na kama utasahau na mambo mengine yote, ninakuomba uweke na hii neno. Biblia inasema hivi, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu, kwa nguvu nyingi na neema nyingi ikawa juu yao wote. Nguvu nyingi na neema nyingi. Great power and great grace. Great power and great grace. Bwana ameniambia niwaambie hivi, mnapotoka na ule mlango siku ya leo, mnatoka na nguvu nyingi. Nguvu nyingi. Mnapotoka na ule mlango, mnatoka na neema nyingi. Neema itakuwezesha kufanya mambo ambayo si ya kawaida. I prophesy to the pastors and the servants of God, ministers
alienda na nguvu nyingi na neema nyingi, watu wakamfuata, watu wakaokoka. Ametuachia hiyo nguvu iliyomfufua kwenye wafu, iko ndani yetu. Bwana amesema ana release grace ya kipekee. Ulikuwa na neema, ulikuwa unafanya kazi naye. Hata wanabiashara mnisikie, kuna neema ulikuwa unafanya kazi naye, kwa sababu sio mambo ya kiroho peke yake. God is concerned about your business as well. Sasa kuna neema utaenda kufanya hiyo biashara naye. Hiyo neema inaleta kibali, inaleta uvuto wa kipekee. In Jesus name. Na mtaona mabadiliko even in the church. Great grace and great power. That's all we need. This power comes with authority. Ni kifunguo tunapewa. Chochote utakapofunga kimefungwa. Ukifungua kimefunguliwa. Hiyo power. Hallelujah. Hautauliza mtu maswali ama ruhusa, wewe mwenyewe unafungua na unafunga. Hiyo neema inaenda mpaka DRC Congo. Kazi ya Mungu itakuwa na urahisi. Maisha itakuwa na urahisi. Utapenya pahali hujawahi kuingia tena. Na sio kwa sababu ya nguvu yako, ni nguvu ya kipekee ya Mungu katika jina la Yesu. This house will be full of testimonies. Father, we give you praise. Tusimame. Huyu Mungu wetu ni wa ajabu.